Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnoko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni siku moja imepita toka kusainiwa kwa dokumenti ya hati ya makubaliano au Memorandum of Understanding baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Saini hii maana yake inazingatiwa kwamba ndiyo saini maalum, hasa ukiachilia mbali ile iliyokuwa imesainiwa kielektronic katika siku ya takriban 14 siku ya Jumapili. Lakini hivi sasa maana yake saini hii iliyowekwa siku ya jana ndio inazingatiwa kwamba ni saini maalum hasa kwa ajili ya uthibitisho wa makubaliano, ile hati ya makubaliano. Na ni document ambayo imesainiwa na Rais Donald Trump pamoja na rais wa nchi ya Iran Masoud Pezeshkian, pasi na kuwa na matarajio tena ya kufanyika tukio maalum la kuwakusanya viongozi wa nchi hizo kuweza kusaini document kwa pamoja. Na maana kile kilichoonekana ni kwamba Rais Donald Trump amesaini akiwa katika nchi ya Ufaransa, lakini Masoud Pezeshkian amesaini akiwa katika mji wa Tehran katika nchi ya Iran. Na move hii inawezekana imechunga mambo mengi, kwa sababu ni nchi ambazo zimetoka kuhasimiana au zimekuwa katika uhasama kwa muda mrefu, lakini kubwa zaidi ni kwamba zimepigana katika siku za karibuni, na bado kuna memory au kuna kumbukumbu za watu muhimu kufariki katika vita husika, especially kutoka katika nchi ya Iran, ukizingatia kiongozi wake mkuu Ali Khamenei aliuawa siku ya kwanza ya mashambulizi yaliyofanywa na nchi ya Israel pamoja na nchi ya Marekani, lakini specifically hasa kwa mashambulizi ya nchi ya Israel. Lakini vile vile kuna watu muhimu ambao walifariki katika siku husika kama Ali Shemkhan. Lakini vile vile katikati ya vita walifariki vile vile watu muhimu kama kina Ali Larijani ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa ile National Supreme Security Council, ambao ni baraza linalochukua nafasi ya chini baada ya nafasi ya kiongozi mkuu wa nchi ya Iran, kwa maana ya hivi sasa Mujtaba Ali Khamenei. Kwa hivyo ukiachilia mbali kuuliwa au kufariki kwa wale watoto takriban 168 wa kule Minab, ambapo lilifanyika shambulizi katika siku ya kwanza kabisa, shambulizi ambalo linaonekana kwamba lilikuwa limedhamiria hasa ku target katika shule ya watoto, kwa kuzingatia kwamba katika shule husika wanafunzi wengi ni wanafunzi wa maafisa wa jeshi la IRGC au ile department ya IRGC ya jeshi la nchi ya Iran. Kwa hivyo katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba kumbukumbu hizi bado zipo kwa watu na wale waliohusika na haya kuweza kukutana nao moja kwa moja na kupeana mikono. Bila shaka hili jambo lilikuwa ni jambo gumu zaidi, na ukizingatia vile vile hata kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na Rais Donald Trump hivi karibuni za kuonyesha kwamba ilikuwa ni busara au ilikuwa ni ushujaa mkubwa wa kumtarget au kumuua mtu kama General Qasim Suleiman, ambaye alikuwa ni kwenye miaka ya takriban 2020 takriban, alipouliwa na rais na uongozi wa Rais Donald Trump katika kipindi chake cha kwanza, ikiwa ni sehemu ya kuharibu mfumo wa nchi ya Iran kwa namna gani unajisambaza ndani ya eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba General Qasim Suleiman alikuwa ndiyo architecture, alikuwa ndiyo mchoraji hasa wa mchoro wa namna gani Iran inaweza kupenetrate kupitia katika vikundi kama Hezbollah, Kataibu Hezbollah, vikundi kama vya Houthi na mfano wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hii ni kwa kuzingatia wakati movement inaanza kwenye miaka ya 80, eneo ambalo lilikuwa linakuwa control na vikundi ambavyo vinafuata siasa ya nchi ya Iran, maana yake ilikuwa ni kama kilomita takriban 2000, lakini mpaka kufikia kuuliwa kwa General Qasim Suleiman, maana yake ilikuwa wana control takriban kama kilomita 500. Yani ukichukua maeneo yote ambayo yanakontroliwa na kundi kama la Houthi, ukichukua
ile vikundi ambavyo vitapatikana pale katika eneo la Iraq, ukienda mpaka maeneo ya Lebanon, maana yake ile maeneo yote ukiyakusanya kwa pamoja unapata takriban kama kilomita 500, ambao bila shaka ni eneo kubwa sana. Lakini hiyo move yote ni move ambayo actually inaonekana kwa kiwango kikubwa iliratibiwa na kutengenezwa na General Qasem Soleimani. Ndio maana katika maneno yake Rais Donald Trump amekariri katika siku ya jana kwamba Iran bado hawajapata replacement ya General Qasem Soleimani, ambaye mwenyewe anamtaja kama ni military genius. Ni genius, alikuwa ni mtu mwenye maarifa mazuri ya kuweza kutengeneza mifumo ya kistratejia kuweza kuisupport nchi ya Iran, na ndio maana mpaka leo wa Iran wanamuadhimisha katika ile siku ya kufariki kwake kwa sababu ya mchango mkubwa ambao aliutoa katika nchi ya Iran. Kwa hivyo kwa sababu ya memory nyingi, pamoja na kama memory za kisiasa huwa hazidumu kwa muda mrefu, lakini kutokana na kumbukumbu ambazo bado zipo katika vichwa vya wa Iran hasa, maana yake linakuwa ni jambo gumu kuweza kukusanya watu wa pande mbili wa sign document kwa pamoja na kisha wapiane mikono na mfano wake. Maana yake ni jambo ambalo lingeweza kuamsha hisia nyingine katika nchi kama ya Iran. Kwa hivyo wakati mwingine inakuwa ni bora yale makubaliano kusainiwa au kutengenezwa utaratibu wa kusainiwa, hata kama viongozi watakuwa wako mbali, lakini mazingira husika endelee kuzingatiwa kwamba saini zilizowekwa ni saini rasmi ambazo zinakubalika kisheria na zinakubalika kidiplomasia baina ya nchi mbili. Kwa kiujumla ni kwamba Marekani na Iran wamesaini katika siku ya jana sehemu ya Memorandum of Understanding, na hivyo kile kilichokuwa kinategemewa katika siku ya tarehe 19 kwa maana siku ya Ijumaa, siku ya kesho, kilichokuwa kinatarajiwa kwa viongozi kuweza kukutana katika mji wa Geneva, Uswizi, kwa ajili ya kusaini, maana yake inabadilika sasa hivi, inakuwa ni mwanzo wa kuanza kufanya mazungumzo ya awali kuhusiana na masuala ya kitaalamu, technical issues ambazo zinahusianishwa na sehemu ya Memorandum of Understanding yenyewe. Na ndio maana inaweza ikawahusisha watu kama kina Muhammad Baqir Kalibafu ambaye ni spika wa bunge wa nchi ya Iran, lakini ni kiongozi mkuu katika ile safu ya ule ujumbe ambao ulikuwa unakwenda ku negotiate na nchi ya Marekani. Lakini vile vile katika upande wa nchi ya Marekani, maana yake itamhusisha mtu kama JD Vance ambaye ni makamu wa rais wa nchi ya Marekani. Ina maana watakutana katika mji wa Geneva, ikiwa ni kama starting point au sehemu ya kuanzia katika kujadili namna ya kutekeleza au kutengeneza muundo mzuri wa utekelezaji wa kile ambacho kimesainiwa kama Memorandum of Understanding au hati ya makubaliano. Sasa kikubwa zaidi ambacho tulikuwa tunakitazama mpaka sasa hivi, kwa sababu taarifa au information ambazo zinahusianishwa na hati husika hivi sasa ziko wazi, maana yake zinaweza kusomwa na kutazamwa vizuri kile ambacho kipo katika sehemu ya makubaliano husika. Na mijadala pamoja na kwamba imekuwa mingi ya pande zote mbili, lakini kwa kiwango kikubwa kile ambacho tumejaribu kukiona mpaka sasa hivi, tunaona kwamba makubaliano husika ni makubaliano ambayo kwanza yameweza kuonyesha taswira ya win to win business. Yameweza kuweka taswira ya kwamba mijadala ya kidiplomasia inapokuwa inafanyika, maana yake hakuna upande ambao unaweza kuwa na nafasi ya kuchukua kila kitu. Maana yake ni kwamba kwa kawaida lazima ipatikane kubalance, kwamba upande mmoja uweze kunufaika na kitu fulani na upande mwingine uweze kunufaika na kitu fulani. Maana yake huu ni utaratibu wa kawaida katika mijadala ya kidiplomasia. Hili ni jambo la kwanza, na ndio maana unaweza ukaona kwamba wakati Marekani inaahidi kuondoa sehemu ya zuio lake lililokuwa katika Ghuba ya Oman, of course document inaelekeza ndani ya siku 30, lakini kwa maelekezo ya Rais Donald Trump, ina maana usiku huo alitoa maelekezo takriban siku ya Jumapili, alitoa maelekezo kwamba ile zuio liweze kuondoka, na kweli likaondoka. Na usiku huo ikaanza kuonekana vile vile kuna movement ambazo zimekuwa zikiendelea katika mlango bahari wa Hormuz. Hii yote ni kuonyesha kwamba bado inabaki kwamba ni win to win business, kwamba upande mmoja inawezekana ukanufaika na kuondoka kwa zuio la nchi ya Marekani katika eneo la Ghuba ya Oman, lakini vile vile upande mwingine unaweza ukanufaika baada ya kuonekana kwamba kuna baadhi ya meli ambazo zimeanza kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Na hata kama itakuwa sio kunufaika kwa moja kwa moja, lakini Marekani bado anazingatiwa kwamba ni nchi yenye nguvu zaidi duniani, na kukosa ushawishi wa kufanya mlango bahari wa Hormuz uweze
kutumika, maana yake hili lilikuwa ni aibu kubwa kwa nchi ya Marekani. Kwa hivyo kufanya mekanizmu ya namna yote ambayo inaweza kupelekea meli kuweza kupita, hata kama sio meli za Marekani, bado inaonekana kwamba ni sehemu katika achievement au ni sehemu katika mafanikio ya nchi ya Marekani. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama ni maslahi makubwa au maslahi mapana ambayo yamefungamanishwa na document husika. Kila tunapojaribu kutazama document husika, tunaona kwamba kwa muundo huu uliopo hivi sasa unaashiria nafuu kubwa sana kwa nchi ya Iran. Pamoja na kwamba hatujui kama utakuwa ni muundo wa kudumu, lakini kwa muundo uliopo ni muundo ambao unaashiria mafanikio makubwa kwa nchi ya Iran. Na katika upande wa kudumu au kutokudumu, tunaweza tukawa tuna matumaini kwamba kuna asilimia nyingi ya muundo husika au ile njia ya kuelekea kufanya mijadala inawezekana ikawa ni ya kudumu kwa kiwango fulani, kwa kuzingatia kwamba moja katika kitu ambacho anakubaliana ni kutengenezwa kwa kitu kama kamiti au kamati maalum ambayo itakuwa inatazama swala zima la utekelezaji wa kile ambacho kimesainiwa baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Hii ni miongoni mwa alama muhimu ambazo zinaweza zikaashiria kwamba makubaliano yenyewe yanaweza yakadumu kwa kiwango fulani. Lakini vile vile sensitivity ya kile ambacho Marekani alikuwa anakitafuta, kwa mfano issue ya mlango bahari wa Hormuz. Of course tulikuwa tunakariri siku nyingi katika vipindi vyetu kwamba issue mlango bahari wa Hormuz ndio issue hasa. Hizi issue nyingine kama za nuclear, ndio maana unaweza kuona kwamba discussion ya nuclear imewekwa kwamba inaweza ikajadiliwa katika zile siku 60 za mbele, lakini issue mlango bahari wa Hormuz maamuzi yake imebidi afanyike haraka kwa kuzingatia umuhimu wake, kwa maana ya kwamba mlango bahari wa Hormuz ndio kitu kikubwa kuliko discussion zingine zote. Kuwa mlango bahari wa Hormuz bado haujaseto vizuri automatically, maana yake discussion ya vitu vingine vyote ni kama inakuwa ina paralyze. Kwa hivyo kwa mazingira namna hiyo ya sensitivity ya eneo kama la mlango bahari wa Hormuz, ambalo linaonekana kwamba kwa namna yote bado lipo katika udhibiti wa nchi ya Iran, au litaendelea kubaki kuwa ni sehemu ya jicho la karibu la nchi ya Iran, kiasi ambacho hainaweza sitegemewe kwa nchi nyingine yote kuleta ushawishi wa kuwa na control au kuweka utaratibu katika mlango bahari wa Hormuz dhidi ya nchi ya Iran labda na nchi ya Oman. Na maana document husika inaelekeza kwamba kuna nafasi ya Iran pamoja na nchi ya Oman kuweza kukaa kujadili kuhusiana na swala la management la mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kwamba kuna jambo la kushirikisha baadhi ya nchi zingine, lakini kimsingi ni kwamba nchi ambazo zimetangulizwa mbele katika document husika bado inabaki kwamba ni nchi ya Iran na nchi ya Oman. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo ya sehemu husika kama mlango bahari wa Hormuz, bila shaka katika siku za usoni kila mmoja atakuwa anajiuliza mara mbili kwamba iwapo makubaliano haya yatavunjika, automatically inawezekana ikatokea crisis duniani ya kiuchumi kwa sababu ya tatizo ambalo linaweza likajitokeza katika issue zima ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo hii ni katika upande wa kwamba inawezekana makubaliano yakachukua muda mrefu mbele na wala yasiwe ya kuharibika ndani ya siku 2 au siku 3. Lakini kiujumla ni kwamba tumekariri kwa kusema kwamba document hii tunaona kwamba inawezekana ikawa na nafuu kubwa kwa nchi ya Iran kwa sababu nyingi sana. Sababu ya kwanza, Marekani inaonekana kile ambacho wamejaribu kukitazama mpaka sasa hivi ni ile kanuni ambayo tunasema if you can't fight them join them. Ikiwa huwezi kupigana na mtu basi jaribu kuungana naye. Ndio kitu ambacho inaonekana kama Marekani amejaribu kukisimamia katika sehemu ya makubaliano haya. Ukiangalia pointi nyingi ambazo zinaainishwa ni pointi ambazo katika siku za usoni zinaweza zikatoa fursa ya kupatikana ukaribu wa kiwango fulani, hata kama inawezekana ukachukua muda mrefu kuweza kukaa katika level ya kawaida, lakini inawezekana ukapatikana ukaribu wa kiwango fulani baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Na hii ni kwa kuangalia mambo mengi sana. Jambo la kwanza, kuna vitu ambavyo Marekani wamejaribu kuvifanya kwa haraka sana ili kuweza kutengeneza imani kwa nchi ya Iran. Mfano, wameweza kufanya kama waiver, tunasema kama punguza kidogo au kuondoa baadhi ya vikwazo katika upande wa mafuta, katika upande wa zile petrochemical industries, vile viwanda ambavyo vinatengeneza bidhaa zinazotokana na mafuta na mfano wake. Maana yake hivi sasa
ni kwamba Iran inaweza ikauza bidhaa zake zile ambazo zilikuwa zimekuwa restricted au zimezuiwa na nchi ya Marekani kwa kipindi fulani. Katika kipindi hichi ambacho mijadala bado inaendelea, takriban kwanza siku 30, baadaye kuna siku 60 na mfano wake, na kuna siku 60 tena 30 tena mbele, ina maana siku kama 120. Hapa katikati kuna kipindi ambacho zile product za Iran manake zinakuwa zinaweza kutoka katika hali ya kawaida, maana Iran kuweza kuuza mafuta yao au bidhaa ambazo zinatokana na mafuta na mfano wake bila kuwa disturbed kwa namna yoyote kwa vikwazo labda vya nchi ya Marekani. Ile ni jambo la kwanza ambalo tunaliona kwamba hata kama ni la muda mfupi, lakini inawezekana likawa na manufaa makubwa katika nchi ya Iran. Lakini vile vile pamekuwa kuna commitment au kuna ile ahadi ya nchi ya Marekani ya kukusudia kuweza kuondoa vikwazo katika nchi ya Iran, kulingana na sehemu ya majadiliano ambao wanakusudia kwenda kuyafanya. Na vikwazo husika hasa ni vikwazo ambavyo vinatamkwa kama primary sanctions pamoja na secondary sanctions. Wakisema primary sanctions au vile vikwazo vya msingi, hivi mara nyingi huwa vinatengenezwa vikihusianishwa na wananchi au makampuni ambayo ni ya Kimarekani, kwamba wananchi wa Marekani pamoja na makampuni ya Kimarekani hayaruhusiwi kufanya biashara na nchi ya Iran. Maana yake kuna ahadi ya Marekani kuweza kuondoa vikwazo hivi kwa wananchi wake na makampuni ya Kimarekani. Lakini katika upande wa pili, kuna ahadi pia ya kuondoa zile secondary sanctions au vile vikwazo vya upili, kwa maana ya kwamba ni vile vikwazo ambavyo vinakuwa vinavuka nje ya mipaka ya nchi ya Marekani. Mathalan, Marekani inataka nchi nyingine au makampuni mengine yasiyokuwa ya Kimarekani actually yasifanye biashara na nchi ya Iran. Kwa hiyo huwa kuna aina fulani ya vikwazo inaviweka, na njia nyepesi inaweza ikatamka tu kwamba nchi yoyote ambayo ikitaka kufanya biashara na Marekani basi isifanye biashara na nchi ya Iran. Ukitaka kufanya biashara na nchi ya Iran, automatically Marekani hawezi kufanya biashara na wewe. Kwa hiyo automatically ukiangalia makampuni mengi au nchi nyingi bado zinahitaji kufanya biashara na nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba mambo mengi, kwa Marekani wana control mifumo ya kifedha na mfano wake, na ni wanunuzi wakubwa wa bidhaa duniani. Maana yake soko lao linakuwa ni soko ambalo linawezekana likawa lina faida kubwa. Kwa hiyo mtu akilinganisha nchi ya Iran na nchi ya Marekani, automatically anachagua kufanya biashara na nchi ya Marekani na anaacha kufanya biashara na nchi ya Iran. Kwa hiyo muundo hasa wa vikwazo vile vya msingi, yani zile primary sanctions pamoja na vikwazo vya upili, kwa maana zile wanaziita wenyewe secondary sanctions, automatically ni vikwazo ambavyo vinategemewa kuweza kuondolewa kupitia sehemu hii ya makubaliano. Lakini jambo lingine ambalo linaonekana kwamba Iran wanaweza kunufaika nalo, pamoja na kwamba hatujui sera za Iran zitatengenezwa kwa namna gani ili ziweze kuzuia kutoathirika na movement ya makampuni kama ya Kimarekani, ambao wakati mwingine yanapokuwepo katika baadhi ya nchi huwa kuna operation nyingi vya za kiintelijensia zinakuwa zinafanyika, lakini kuna ahadi kubwa ya uwekezaji. Yani hata ukiangalia ile pesa ambayo ilikuwa inakusudiwa kutolewa takriban dola bilioni 300, au Iran kuwa wana uwezo wa kuiaccess takriban dola bilioni 300 kwa ajili ambayo ni kwa ajili ya kufanya kama repair au kujenga baada ya uharibifu uliofanywa na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Bado inaonekana hasa mfumo wake inawezekana pesa husika ikatumiwa na makampuni ambayo yanakuja kufanya uwekezaji ndani ya nchi ya Iran, kwa maana kwamba makampuni kama ya ujenzi na mfano wake kutoka katika nchi nyingine yanawezekana yakaja kufanya uwekezaji ndani ya nchi ya Marekani, nchi ya Iran, au kujenga ndani ya nchi ya Iran kwa project ambazo zinaweza zikafikia katika gharama ya takriban kama dola bilioni 300, ile ambayo Iran wanadai kwamba ni pesa yao.
Kwa hiyo kuna mazingira kama hayo ambayo unaweza ukayaona kwamba kwa upande mmoja au mwingine kuna namna ambayo Iran inaweza ikanufaika kutokana na makubaliano hayo, kiasi ambacho hata Israel iliposhambulia katika mji wa Beirut mara ya mwisho, busara ya nchi ya Iran ilikuwa inajaribu kutazama baina ya madhara na faida ambayo inaweza ikapatikana. Ukiangalia faida inaweza kupatikana kupitia katika makubaliano na nchi ya Marekani, inawezekana ikawa makubwa kuliko hasara ambayo imesababishwa labda na nchi ya Israel kuweza kushambulia katika mji wa Beirut. Katika mazingira namna hiyo, inawezekana wakati mwingine ikawa ni busara kuweza kuzuia kufanya mashambulizi. Na ukiachilia mbali hayo, hata katika upande wa nchi ya Marekani bado inaonekana kwamba deal hii wanaichukua vile katika uzito wa hali ya juu, na hasa bado tunakariri kwamba ishu kubwa ni ishu ya mlango bahari wa Hormuz, kuhakikisha mlango bahari wa Hormuz bado unaendelea kufanya kazi. Lakini vile kuna ishu kama ya nuclear, kwamba inaonekana kuna commitment ya nchi ya Iran kuhusiana na kupunguza kile kiwango cha uranium ambacho kilikuwa kimefikia katika 60%, ambacho kilikuwa kinahitaji kama wiki moja au wiki mbili kizidi kuweza kufikia katika level ya kuwa na urutubishaji ambao unafaa kutengeneza silaha kabisa ya nuclear ndani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo vitu hivi viwili inaonekana kwamba Marekani wamevichukua katika uzito wa hali ya juu, na ndio maana ukiangalia Rais Donald Trump, maswali mengi ambayo amekuwa akiulizwa, bado amekuwa akijaribu kutetea sehemu ya makubaliano haya. Kwa mfano, aliulizwa kuhusiana na swala la mpango wa awali kwamba Iran wasiwe na silaha kama zile ballistic missile zao ziweze kuondoshwa au zile program ziweze kudhoofika. Alichojibu Rais Donald Trump ilikuwa ni kwamba ikiwa Saudi Arabia wana silaha, kwa nini Iran wasiwe na silaha? Kwa hiyo kuna vitu vingine anajaribu kuzungumza kwamba kuna vitu vingine ambavyo haviko katika logic katika hali ya kawaida. Unaweza ukaona kwamba huu ni mfano wa picha mpya ya Rais Donald Trump akijaribu kutetea sehemu ya makubaliano haya kwa sababu ya umuhimu wake na sehemu sensitive zinazochungwa kama za mlango bahari wa Hormuz. Lakini vile vile amekuwa akijaribu ku-criticize au kupinga na kukosoa baadhi ya mienendo ya nchi ya Israel, kwa mfano kwenye kushambulia katika baadhi ya majengo ambayo wakati mwingine inawezekana wanamhitaji mtu mmoja, lakini wakawa wanatumia ile wanaita Dahia Doctrine, ile sera ya kuharibu miundombinu ya kijamii kwa sababu mna ugomvi na watu fulani fulani. Kwa hivyo ni vitu ambavyo wamejaribu criticize. Yote hii anajaribu kuvipinga ni kwa sababu ya kufahamu umuhimu wa deal husika, kwamba deal inapokuwa imekosekana maana yake madhara yake yanawezekana yakawa makubwa zaidi. Sasa kubwa kuliko yote ni kwamba ukiangalia mpaka sasa hivi kile kinachoonekana ni kwamba ushawishi wa nchi ya Iran umeongezeka kwa kiwango kikubwa sana katika eneo la Mashariki ya Kati. Ushawishi wa nchi ya Iran umeongezeka kwa kiwango kikubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwanza ukiangalia kwa mfano kile kiwango cha dola bilioni 300 ambacho Iran wanakidai kwa ajili ya kufanya ujenzi baada ya uharibifu. Kwanza hichi ni kiwango ambacho kinaonekana kwamba ni nchi zile za Gulf ndio zitakazoshiriki kuweza kutoa hii pesa, kulingana na dokumenti husika jinsi inavyoeleza. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo tunaona ni namna gani ule ushawishi wa nchi ya Iran umeweza kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati ni uwezo wake wa kuweza kucoordinate au kuunganisha baina ya maslahi ya nchi ya Iran na maslahi ya nchi kama ya Lebanon. Hiki ni kitu ambacho hakikuwahi kutegemewa katika siku za nyuma. Ni kweli Iran walikuwa wana support kina kundi la Hizbullah kama kina Sheikh Hassan Nasrullah katika ile miaka ya nyuma, lakini haikuwahi kufikia katika stage ya namna hii ya kwamba Iran wakaweza kucoordinate wazi kabisa kwamba Beirut ikishambuliwa na yenyewe itamshambulia mwenye kuishambulia Beirut. Hii ni stage ya juu ya kuonyesha ushawishi wa nchi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati, kiasi ambacho hata kina Joseph Aoun, rais yule wa nchi ya Lebanon, ukiangalia katika kauli zake ambazo ameanza kuzitoa hivi karibuni ni za kuonyesha kuunga mkono nchi au watu ambao wako tayari kusupport Lebanon kufikia katika kilele cha ceasefire. Automatically maana yake ni nchi kama ya Iran ambao msimamo wake ni wazi kabisa kwamba ceasefire inatakiwa iwe katika front zote. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni ushawishi umeongezeka kwa kiwango gani. Lakini vile vile ukitazama tu ile statement ya mwanzo ambayo imezungumzwa katika ile makubaliano husika, maana yake ni statement ambayo
kutoa ishara ya kwamba Iran inaweza kuendelea kutengeneza structure yake katika eneo la Mashariki ya Kati, pamoja na kwamba ule uwezo wa kutengeneza structure iliyoko katika eneo la Mashariki ya Kati uliathirika kwa kiwango fulani toka alipofariki General Qasim Suleimani na nafasi yake kuchukuliwa na Ismail Khan. Lakini ukiangalia ni kwamba sasa hivi Iran ina uhuru wa kuendelea kutoa support katika vile vikundi ambavyo vina support siasa ya nchi ya Iran, kwa sababu ukiangalia kile kipengele cha kwanza kabisa kinazungumza kwamba Marekani pamoja na washirika wake, lakini vile vile Iran pamoja na washirika wake wote wamekubaliana kuweza kustopisha mapigano katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Sasa washirika wa nchi ya Iran wanajulikana, maana yake ni kundi kama la Houthi, ni kundi kama la Kataibu Hezbollah pale katika nchi ya Iraq, lakini vile vile kundi kama la People Mobilization Force pale katika nchi ya Iraq ambao ni sehemu vile vile ya serikali, lakini vile vile kuna kundi kama la Hezbollah. Hivi ni vikundi, yani sio ni government organization, sio taasisi za serikali, ni non-government organization, ni vikundi ambavyo si vya serikali actually. Labda hiyo People Mobilization Force ambayo ni sehemu katika jeshi la nchi ya Iraq, lakini kiuhalisia vikundi vingi ambavyo vinatajika katika eneo la Mashariki ya Kati ambao vinafuata siasa za nchi ya Iran, maana yake sio serikali, ni vikundi. Sasa document inapokuwa imeeleza wazi kwamba Marekani na washirika wake wanajulikana wazi kwamba washirika wakubwa wa nchi ya Marekani hasa ni government organization, ni zile taasisi za kiserikali. Ukiangalia katika nchi kama United Arab Emirates pamoja na nchi nyingine ambazo zimekuwa zikitoa support ya uwepo wa jeshi la Marekani katika nchi husika, maana ni taasisi za serikali. Hata kama kuna ushirika wa baadhi ya vikundi vya hapa na pale ambao wakati mwingine vinatumiwa na kutekeleza baadhi ya ideology za Marekani kwa njia ya kujificha, lakini kilichokuwa wazi ni kwamba Marekani anadili na government organization na taasisi za serikali, lakini Iran hadili na taasisi za serikali, yeye anadili na vikundi. Ndio maana kuna Houthi, kuna Kataibu Hezbollah pale Iraq, kuna People Mobilization Force, kuna Hezbollah, ni vikundi. Kwa hivyo ina maana document inapoeleza clear kwamba Marekani na Iran pamoja na washirika wao wamekubaliana kustopisha mapigano. Maana cha kwanza ni kutambua kwamba Iran ina washirika na kuwatambua kwamba washirika wao, washirika wa nchi ya Iran kwa hivi sasa hawatakiwi kuguswa, kama ilivyokuwa washirika wa nchi ya Marekani hawatakiwi kuathiriwa kwa namna yote na Iran pamoja na washirika wake. Kwa hiyo katika mazingira namna hii, maana yake ideology ya muda mrefu ambayo ilikuwa anaishi nayo Waziri Mkuu Netanyahu ya kupambana na vile vikundi vinavyoungwa mkono na nchi ya Iran, ambapo paka ikaja hesabu ya kwamba ili kuweza kupambana na hivi vikundi ni kupambana na kichwa chenye kusapoti hivi vikundi ambavyo bila shaka ni nchi ya Iran. Na hii ndio ideology ya muda mrefu ya Waziri Mkuu Netanyahu, kwamba hatuwezi kupigana na Islamic militant, wale wanamgambo wa Kiislamu hatuwezi kupigana nao, ila kubwa zaidi ni kuangusha zile tawala ambazo zimekuwa zikitoa support, na ndio asili ya kuanguka kwa tawala nyingi kama kina Muammar Gaddafi, kina Saddam Hussein, kina Bashar al-Assad, zote asili yake ni ideology hiyo. Sasa kufikia katika hatua kwamba supporter mkubwa wa vikundi hivyo ambaye ni nchi ya Iran na ni supporter wa muda mrefu kushindwa kuangushwa na kisha kusainiwa document ambayo inatambua kwamba wale proxies wake au wale washirika wake hawapaswi sasa hivi kuingia katika au kushambuliwa, kama ni sehemu ya official document au document ambayo iko kiofisi kabisa. Maana yake ni moja katika achievement kubwa au mafanikio makubwa ya nchi ya Iran, ni moja katika mafanikio makubwa ya nchi ya Iran. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba mambo mengi ukitazama katika document husika unaona kwamba yana maslahi kwa nchi ya Iran, na ndio maana inaonekana kwamba kina Muhammad Baqir Kalibaf walikuwa wanajitahidi, yule speaker wa bunge ambaye ni kiongozi mkuu wa mijadala husika, alikuwa anajitahidi kuwa watulivu katika kipindi ambacho inaonekana kwamba nchi ya Israel ilikuwa ikijaribu kufanya juhudi ya kila namna ili kuhakikisha kwamba inaangusha sehemu ya makubaliano hayo. Kwa hiyo kiujumla
tunategemea kwamba kuanza rasmi kwa sehemu ya mijadala kuhusiana na swala zima la utekelezaji wa sehemu ya makubaliano hayo, na kutazama baadhi ya channels za kitaalamu za namna gani makubaliano husika yanaweza yakachungwa katika siku za usoni, ambayo kuanza kwake hasa tunategemea kwenye tarehe 19 katika mji wa Geneva kule Uswizi. Huenda ndio yakaanza rasmi yakiongozwa na Mohamed Baghir Kalibafu, spika wa bunge wa nchi ya Iran, pamoja na makamu wa rais wa nchi ya Marekani. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba ni jambo ambalo bila shaka tutakuwa tuna muda mrefu wa kuendelea kulifuatilia, na tukitaraji kwamba huenda katika siku na uzidi kwenda tukaendelea kupata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.